Haleluya, haleluya. Huu ni wasaa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribisha tena wakati huu na muda huu mzuri ambapo Mungu ametoa neema na nafasi ya pekee kwa ajili ya taka yeye pamoja na uwepo wake kwa ajili ya maisha yetu. Haleluya. Ninataka utumie nafasi hii na muda huu kwa dakika kadhaa kwa ajili ya kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya wakati huu, maana huu ni muda mwingine na ni lango jingine. Kwa hiyo nataka utumie nafasi hii na wakati huu kwa ajili ya kumshukuru Mungu, alafu then tutakuja tuendelee kujifunza kidogo, alafu tutaingia kwenye maombi. Nataka uende mbele za Mungu, umshukuru Mungu. Anza kumshukuru Mungu mahala ulipo. Mwambie tu, Baba asante kwa ajili ya neema yako na nafasi hii. Baba, ninakushukuru kwa wakati huu tena. Asante kwa ajili ya neema na fadhili zako ndani ya maisha yetu ambazo umeweza kuziruhusu juu yetu na juu ya kila mmoja wetu. Baba, ninakushukuru kwa rehema zako. Asante kwa sababu Bwana hujaruhusu mabaya yaweze kuwa sehemu ya maisha yetu, bali umeruhusu yaliyo mema tu yaweze kutendeka juu ya maisha yetu. Baba, mkono wako ambao si mfupi hakika umeunyosha ukatulinda sisi na watu wa nyumbani mwetu nyakati hii na wakati huu ambapo wengine wako katika maeneo mbalimbali, wengine wako katika maeneo ya dhambi, wengine wako katika maeneo ya uovu, wengine wako katika maeneo ya mahospitalini. Lakini Bwana, mimi pamoja na watumishi wako majira haya na wakati huu umetupa neema ya kusogea mbele zako, nasi tunasogea kwa shukrani. Baba, hatuwezi tukaacha kukushukuru kwa sababu shukrani tunaelewa unatenda mambo makubwa kwenye maisha yetu. Bwana Baba, ninakushukuru kwa pendo lako, maana imeandikwa kwa jinsi hii Mungu uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwanae wa pekee, ili mimi niliyekuamini nisipotee bali niwe na uzima katika wewe. Bwana, ninakushukuru wakati huu na majira haya ambapo umeachilia neema na kibali cha pekee. Baba, utukufu na mamlaka na heshima vyote ni vya kwako, Mungu usiyeshindwa. Ninakushukuru kwa pendo lako, ninakushukuru kwa uzima wako, ninakushukuru kwa rehema zako, kama unavyosema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 136 kuanzia mstari wa kwanza. Unasema, Bwana, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya mbingu kwa mfahamu wake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ni yeye aliyetandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Baba, tunakushukuru kwa fadhili zako. Tunajua kuna watu wanaweza wakatufadhili, lakini wewe ukitufadhili ni zaidi ya wanadamu. Asante Bwana Yesu hata kwa ajili ya pendo lako, maana pendo lako ni jingi sana katika maisha yetu, nasi tuna kila sababu majira haya na wakati huu kwa ajili ya kukushukuru na kukutukuza. Bwana, kwa neema na fadhili zako na mkono wako ulio hai, tunakushukuru Bwana, tunakutukuza kwa wakati huu. Ninataka utumie nafasi hii, kaka yangu, baba yangu, mama yangu, mahala ulipo, umshukuru Bwana. Mando robo shanda rada bagadara badaba rade de baragade soko tarabadaba yandelere bakara badaba yandara baba. Baba, ninaweza nikakushukuru hata kwa ajili ya sauti yangu kwa sababu inafanya kazi. Ninakushukuru hata kwa ajili ya vidole vya miguu yangu vinafanya kazi. Magoti hayajagoma kujikunja, tumbo halijagoma kupokea chakula, kiuno hakijagoma, mgongo uko sawa, mikono iko sawa, macho yanaona. Ninakushukuru kwa ajili ya kila kiungo cha mwili wangu. Macho yangu yako sawa, kichwa kiko sawa,
nywele ziko sawa. Bwana nakushukuru katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya kila kiungo kwenye mwili wangu, maana hujaruhusu akijaharibika. Hata kama kulikuwa kuna hitilafu, ninatambua, ninaelewa kwamba hiyo hitilafu utaiondoa katika jina la Yesu. Lakini ninakushukuru kwa ajili ya uzima. Ni wewe peke yako unayetenda mambo makubwa na ya ajabu. Bwana rando robo shanda rabadabadabadaba ya karararo robo rianta rabadabadaba yanderere bakarianda rabadabadabadaba. Baba nakushukuru tena kwa neema yako, ninakushukuru tena kwa wakati huu. Asante kwa ajili ya pendo lako, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya mkono wako, asante kwa ajili ya zawadi ya uhai ambayo umetuamini nayo watumishi wako. Bwana Baba, si kwamba tumetenda mambo mema mengi mbele yako, ila ni kwa sababu tu ya upendo wako uliouachilia juu ya maisha yetu, nasi tunasema asante. Mahala ulipo, hebu inua sauti yako, mwazimishe Bwana, mwambie Baba asante. Mahala ulipo, mwazimishe tu Bwana, mwambie Baba tunakushukuru, mimi na familia yangu ninakushukuru. Ninakushukuru haujaruhusu mabaya, haujaruhusu uharibifu. Pale mabaya yalipoinuka kinyume na mimi, Bwana ulitangulia mbele yangu ili kuzuia kila mishale. Kuna mishale ambayo uliachilia wakati tukiwa kazini, na ile mishale ilikuwa lengo lake ni ili kuharibu maisha yetu. Baba tunashukuru, umeenda mbele yetu kama ngao na kuzuia mishale. Nataka nikwambie kwamba laiti Bwana angefungua macho yako usiku au angefungua macho yako mchana, ukaweza kuona vitu ambavyo adui alikuwa anavituma kwako, na namna Mungu alivyosimama kama ngao kwa ajili ya kuzuia. Maana ya ngao ni kuzuia kila mishale na kila hataki. Maana Biblia inasema kwamba twaeni ngao ya imani ili kuizima kila mishale ya moto ya yule adui. Baba tunakushukuru kwa ajili ya kuzuia wewe kila mishale ya moto ya adui iliyokuwa imetumwa kwenye maisha yetu, iliyokuwa imeachiliwa kwenye maisha yetu. Yamkini mishale hiyo ilikuwa imelenga tufe kwenye ajali, yamkini mishale hiyo ilikuwa imelenga tupate matatizo mbalimbali kwa siku ya leo Baba, lakini mkono wako ambao haujawa mfupi umeenda mbele yetu na kuzuia yale mabaya, umeenda mbele yetu na kuzuia ule uharibifu, umeenda mbele yetu na kuzuia zile ajenda za giza. Mkono wako ukasimama pamoja nasi, mkono wako ukasimama pamoja na sisi Baba. Na kushukuru kwa ajili ya wababa, kwa ajili ya wamama, kwa ajili ya mabinti, vijana wa kiume. Asante Roho Mtakatifu, maana wewe umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu. Neno lako linasema kwamba wewe umekuwa taa na mwangazo wa njia zetu. Hakika Bwana umekuwa taa kwenye maisha yetu na umetuongoza kama ipasavyo. Nasi majira haya na wakati huu tunainua sauti zetu za shukurani, tunainua sauti zetu za shukurani. Acha tukushukuru we Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya matendo makuu, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu, tunakushukuru kwa wema wako, tunakushukuru kwa mkono wako, maana mkono wako si mfupi. Umeuachilia mkono wako kwa ajili ya kutulinda. Neno lako linasema ya kwamba wewe haulali wala usinzii, mchana na usiku uko macho kwa ajili yangu. Ninakushukuru kwa ajili ya familia. Sante Bwana kwa neema yako. Hebu inua sauti yako tena ya shukrani. Manderebo shandaraba kariandarabaraba iyarararaba kariandelerebo riantelekapa riakatararaba riandele korianta radiba yantere makariantu rabaraba riamakuriantele mandaraba riamakariandele bakaraba baba riandaraba rikana mandere korianda yaraba kariandele masuda rekaraba baba shandalaba kata. Endelea kumwazimisha Bwana, mwambie tu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya majira haya. Asante kwa kunitunza, asante kwa kuniweka hai, asante kwa kunilinda, kuniepusha na mabaya. Mitego mbalimbali ilikusudiwa, maovu yalikusudiwa, uharibifu ulikusudiwa, giza, mambo maovu yalikusudiwa, lakini Bwana ukanilinda nayo. Rikarabarabariande
mashadaragadagada riagado zegedegedegede rokore masandelegaba rokoporogodosida rokomorotaragadaba riantele kaduzele makadaraba. Baba, utukufu na heshima vyote ni vya kwako. Erimandalaba katalabaraba yandalaba karamandele kosa yandele korindalaba shandalaba yakana masuda marakadusele badaba yakeremando rodobo shandalaba yakarabarabaraba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, Baba, kwa neema na pendo lako tunakushukuru tena watumishi wako, tunakushukuru tena watoto wako. Asante kwa kutulinda, asante kwa kutuamini na uhai, asante kwa kutuamini na kazi, asante kwa kutuamini na uumbaji ambao ulisema tuende tukaongezeke. Bwana, tunakushukuru, tunakutukuza. Sante kwa zawadi ya uhai, sante kwa zawadi ya uzima, sante kwa zawadi ya afya, sante kwa zawadi ulioiachilia ndani yetu. Baba, mamlaka yote ni ya kwako. Umetulinda, umetuepusha na mabaya. Asante Bwana, na kushukuru kwa ajili ya watumishi wako wote. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, tena majira haya na wakati huu, neno lako ambalo umelikusudia usiku wa leo likawe hai, kama inavyosema kwamba kwa maana neno lako ri hai, tena lina nguvu na lina ukali kuliko hata ule upanga ukatao kuwili, tena la choma ndani hata kuzigawa ya kuyagawanya mafuta na roho. Nasi Bwana, usiku wa leo tunaomba neno lako likawe hai kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya nyumba zetu, kwa ajili ya ndoa zetu, kwa ajili ya kila jambo linalotuhusu kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Popote pale ulipo unaweza ukasema amen. Katika jina la Yesu. Jarabaragadia yandarabakaradaba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Nataka nikuletee mwongozo kidogo hapa, afu baadaye tutaenda kuomba. Mwongozo wa usiku wa leo. Tumekuwa tuko kwenye season ambayo inasema kwamba sitaaibishwa. Ninataka nianze kwenye kitabu cha Amosi, ile sura ya 3 na ule mstari wa 7. Amosi sura ya 3 na ule mstari wa 7. Ninataka nizungumze na wewe kuanzia hapo, alafu tutaendelea. Amosi sura ya 3 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Narudia tena. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Nataka nikwambie wewe ni nabii wa Mungu. Ndio maana Mungu ameamua kukufunulia jambo hili, uanze nalo kabla hujaingia kwenye mwaka, ya kwamba sitaaibishwa. Na ukiona jambo limefunuliwa kwako, na ukiona kuna jambo Mungu ameliweka wazi, maana yake unapaswa kulifanyia kazi kwa gharama yoyote. Ndio maana anasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri zake. Wewe kama nabii wa Mungu na kama mtumishi wa Mungu, Mungu ameachilia hii neema uweze kujua hii siri, uweze kuifahamu hii siri ya kwamba kuna mambo ya kuaibishwa. Ngoja nikupeleke kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 13 mstari wa 11. Nataka nikusomee hapo, alafu tuendelee. Mathayo 13 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: akajibu
akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Mimi na wewe ambaye tuko hapa majira haya hatujachagua kulala, maana kuna wengine waliochagua kulala, kuna wengine ambao wamechagua kuwa bize na mambo yao. Mimi na wewe ambao Mungu ameamua kutufunulia siri hii, ndio maana sisi tumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, ili kusudi tuweze kuondoka kwenye hali za kuaibishwa. Hizo siri ni zipi sasa? Mimi nataka nikupe hizo siri. Nataka nikupe hizo siri ambazo Mungu ametujalia kuzijua hizo siri. Leo nataka nizungumze na wewe, nini kazi ya roho ya kuaibishwa? Nataka nizungumze na wewe, nini kazi ya roho ya kuaibishwa? Nataka niongee na wewe, nini kazi ya roho ya kuaibishwa? Kazi namba moja ya roho ya kuaibishwa, kazi namba moja, roho ya kuaibisha, kazi namba moja, roho ya kuaibisha inakuja ili kumfanya mtu amalize vibaya kila alichokuwa amekianza. Jambo la kwanza, kazi ya roho ya kuaibisha au kuaibishwa, kazi ya kwanza ni kumfanya mtu amalize vibaya kwenye kila alichokuwa ameanza. Yamkini umeanza biashara. Kazi ya roho ya kuaibisha, kazi yake ni kukufanya umalize vibaya kwenye biashara yako. Yamkini umeanza kazi. Kazi hiyo shetani anataka umalize vibaya. Jambo la pili, nini kazi ya roho ya kuaibisha? Jambo la pili, inataka kula matokeo ulioyakusanya kwa muda mrefu. Kazi namba mbili ya roho ya kuaibishwa, kazi namba mbili, inakuja kula matokeo yote ulioyakusanya kwa muda mrefu. Nataka nikwambia hivi, unaweza ukafanya jambo ukajikusanya kwa muda mrefu, ukatengeneza kitu kwa muda mrefu, lakini hii roho ya kuaibishwa ikiingia ndani ya mtu, vyote ulivyovikusanya, ulivyojitutumua, vinaweza kufutika ndani ya muda, siku moja tu. Siku moja tu. Roho ya kuaibishwa iliingia kwa Ayubu. Roho ya kuaibishwa iliingia kwa Ayubu. Ndani ya siku moja watoto wamekufa. Ndani ya siku moja ng'ombe aliyokuwa nao karibu 500 wamekufa. Punda aliyokuwa nao karibu 3000 wamekufa. Mbuzi aliyokuwa nao wamekufa. Kwa nini? Roho ya aibu ilimwandama Ayubu. Kwa hiyo ngoja nizungumze hapa kwa Ayubu uweze kuona. Nizungumze na wewe hapa kwa Ayubu. Kwa hiyo roho ya aibu inapoingia, inakula chochote ambacho umekikusanya kwa muda mrefu. Unaweza ukakusanya heshima kwa muda mrefu, lakini kaji kavurugika ndani ya dakika moja. Mtu wa Mungu, roho ya kuaibisha ni roho mbaya sana. Inapokuja kwenye maisha ya mtu, ni inakuja kula chochote ulichokikusanya kwa muda mrefu. Unaweza ukawa umekusanya heshima kwa miaka 10, lakini ile heshima ikaisha ndani ya dakika 15. Ukisoma, nitaongea tu kwa summary kutoka kwenye kitabu cha Ayubu kuanzia sura ya 1. Utaona Ayubu alikuwa ni mcha Mungu na mchaji wa Mungu, aliyekuwa akipendwa na Mungu, na Mungu alikuwa akimwamini sana, na Mungu alikuwa akijivunia. Lakini cha ajabu, shetani akaanza kutunga roho ya aibu kwa Ayubu. Alichokifanya ni nini? Alianza kuua kila kitu. Aliua watoto. Roho ya aibu ndani ya siku moja, majipu kwenye mwili mzima.
mpaka na mke wake anamwambia, we mwanaume, si umkufuru Mungu ufe tu. Lengo lake ilikuwa ni nini? Kumwambia mke wake Ayubu afe. Lengo lake ni kwamba wewe kufa, mimi niolewe. Kwa lengo la roho ya aibu ni inalenga kuua kila kitu kwenye maisha yako. Inalenga kuua kila kitu kwenye maisha yako. Chochote unachokikusanya, roho ya aibu inalenga kuua. Jambo la tatu, kazi ya roho ya aibu. Jambo la tatu, roho ya aibu inaingia kwa ajili ya kukufedhesha, kukufanya ujichukie, ujidharau na kuchukua maamuzi yaliyo magumu. Hapa ndo unakuta mtu kajinyonga, amekunywa sumu. Narudia, jambo la tatu, kazi ya roho ya aibu. Kazi ya roho ya aibu inakufanya uingie. Unaona, roho ya aibu inachofanya, inakufedhesha, inakufanya ujichukie na kuchukua maamuzi magumu. Hapa ndipo namkuta mtu anajinyonga, anakunywa sumu. Hii ni roho ya aibu inayoingia kwenye maisha ya mtu. Na nataka nikwambie kwamba roho ya aibu ikiingia, mtu wa Mungu, hakuna chochote utakachokifanya na kikaleta matokeo. Hakuna kitu chochote utakachokifanya na ikaleta matokeo kwenye maisha yako. Roho ya aibu ni roho mbaya sana, na usije ukafikiria kwamba kila mtu aliyekufa ni amekufa kwa kutaka. Wengine unakuta amepigwa na hiyo roho ya aibu. Anaona kuna roho ya aibu ikimpiga mtu, yaani anashindwa mpaka kutoka chumbani kwake kwenda chooni kwake, na yuko kwenye chumba, hana chumba na sebule. Chumba ndo hicho na choo kiko humo, lakini anaona aibu kutoka tu kitandani kwenda chooni. Anaona kama vile anakosea, kama kuna mtu atamwona. Kwa nini? Roho ya aibu imemvaa na imemwingia. Mtu wa Mungu, tunapoenda kuomba, usimung'unye maneno, shughulika na hii roho. Kitabu cha Yeremia, twende kwenye Yeremia. Nadhani kwa Ayubu umenielewa. Twende kwa Yeremia sura ile ya 3 na ule mstari wa 24. Yeremia sura ya 3 mstari wa 24. Yeremia sura ya 3 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema hivi: lakini kitu cha aibu kimeila kazi ya baba zetu toka ujana wetu, makundi yao ya kondoo na ng'ombe wao, wana wao na binti zao. Nitarudia vizuri kwenye huo mstari, anasema hivi: lakini kitu cha aibu kimeila kazi ya baba zetu tokea ujana wetu, makundi yao ya kondoo na ng'ombe, wana wao na binti zao. Hapa Yeremia anajaribu kutuonyesha kwamba wakati akiwa mtoto mdogo aliona roho iliyokuwa inafuatilia kuharibu kila kitu walichokuwa wakikifanya wazazi wake. Ukisoma kwenye tafasiri zingine anasema hivi. Kwa mfano, kuna tafasiri ya habari njema na kuna tafasiri ya neno la kujifunza. Hizi zinaongea mambo kama yafuatayo: lakini roho ya miungu migeni imekula mazao au imekula matokeo ya vitu walivyokusanya wazazi wetu. Kwenye tafasiri hiyo, kwa hiyo hizi roho zinakuwa zinafuatilia
wengine wanaita monster spirit, ambazo zinakuwa zinakunyemelea kila unakoenda, zinakuruhusu anze vizuri, halafu zinakuja kuharibu. Ngoja nikusomea hizi tafasiri mbili, halafu tutaelekea kwenye maombi. Tafasiri ya habari njema inasema kwamba tangu ujana wetu tendo lililo la aibu limeangamiza kila kitu walichotolea jasho wazee wetu. Yaani walichokuwa wakikitafuta, tendo la aibu au nguvu ya giza imekula hiko kitu kilichokuwa wametolea jasho. Yaani roho ya aibu inapoingia, yaani wewe unatumia nguvu kutafuta vitu, unatumia nguvu kutafuta vitu, lakini roho ya aibu inaingia, inakula kwa muda huo. Kwenye tafasiri nyingine anasema hivi: tangu ujana wetu miungu ya aibu imeyala matunda ya kazi ya baba zetu, makundi yao ya kondoo na ng'ombe, wana wao na binti zao. Yaani walikuwa wanajaribu kufanya kila kitu, lakini nguvu za ajabu ambazo zilikuwa zinafuatilia. Hapa sasa ndo napata kwamba kuna nguvu za kifamilia ambazo zinasubiri matokeo fulani uwe nayo zije kuyaharibu. Mtu wa Mungu, popote pale ulipo, kwa kwetu hapa wa Afrika, hakuna ambaye alizaliwa kutokea kwenye familia yao hajakutana na matambiko. Kama we ni mtu wa Mbeya, manania kina chifu yapo kule Mbeya. Watu wa Arusha mnajua nguvu ya mbege na miguu ya mbuzi. Watu wa Mwanza kule kanda ya Ziwa mnajua maana ya sijui mnaita masamva. Watu wa huko Karagwe sijui wapi, kila mmoja unaelewa roho fatilizi zilizokuwepo. Kwenye hili andiko, kwenye kitabu hiki cha Yeremia sura ya 4, anasema kwamba lakini roho ya nini? Lakini kitu cha aibu kimeila kazi ya baba zetu. Kuna kitu cha aibu ambacho kinaweza kikainuka muda wote na kikaja kuharibu kwenye maisha yako. Jambo la tatu, kama jambo la 4 ambalo nataka tumalizie hapo, alafu tuende kuomba. Kazi ya roho ya aibu. Kazi ya roho ya aibu. Kazi ya roho ya aibu, jambo la 4, inaingia na kukutenganisha na watu sahihi ambao wangeweza kusimama na wewe kwenye jambo lako lolote. Narudia tena, kazi ya roho ya aibu ni kuhakikisha inakutenganisha na watu walio sahihi. Hii kazi ya aibu iliingia kwa mtu mmoja anaitwa Rutu. Ilimuingia Rutu, akajitenga na Ibrahim, akaenda katika mji wa Sodoma na Gomora ambako kulikuwa kumejaa aibu. Hata Mungu alipotaka kuangamiza ule mji, ilibidi apite kwa Rutu, maana anajua huyu aibu tu imempata. Akaenda kwa matakwa yake. Lakini baada ya hapo aliondoka na aibu. Hana mke na watoto wake wameshaharibikiwa, mpaka wanakuja kumbaka baba yao. Nini? Ni roho ya aibu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo roho ya aibu ni kitu ambacho unapaswa kushughulika nayo. Yeremia ametuonyesha ya kwamba roho ya aibu ni roho ambayo inakuwa inafuatilia. Inaweza ikakuacha ukaolewa dada, inaweza ikakuacha ukaoa kaka, inaweza ikakuacha ukaajiriwa, inaweza ikakuacha ukawa na kazi, lakini kaji ikakuvizia kwenye engo moja tu, mpaka kazini unasahau kusaini, unatoroka. Kwa nini? Roho ya aibu. Roho ya aibu. Roho ya aibu. Sema Baba, katika jina la Yesu, usiku wa leo, kila roho ya aibu kwenye maisha yangu inayonifuatilia
bila mimi kujua, ambayo iliwatia aibu wazazi wangu, ambayo iliwatia aibu mashangazi zangu, iliwatia aibu wajomba zangu. Usiku wa leo ninaamuru, ewe roho ya aibu, haribika kwenye maisha yangu, haribika kwenye maisha yangu, haribika kwenye maisha yangu, haribika kwenye maisha yangu, haribika kwenye maisha yangu. Roho ya aibu unayetumwa, unayenifuatilia kutokea kwenye ukoo wangu, kutokea kwenye familia yangu, usiku wa leo ninajitenga na wewe, ninakuweka mbali, ninakuamuru uende mbali na mimi kwa jina la Yesu. Kila roho ya aibu, kila roho ya aibu kwenye maisha yangu na kazi zake haitafanikiwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninajitenga na hiyo roho ya aibu iliyowaibisha wazazi wangu, ikawaibisha baba wakubwa pamoja na baba wadogo, na inaninyemelea mimi. Ninajitenga nayo, ninaweka ukuta wa moto katika jina la Yesu. Hebu anza kuomba mahala ulipo. Mandere kuriantele kaduba yantere katarabado shandalaba yakarabadabadaba shandalaba yakarabadabadagade sokotorobo raketele mandara katayaba yantele katalabadabaraba yakarade shandalaba katalaba. Anza kuomba kinyume na kila roho ya aibu, roho ya aibu ya namna yote ambayo adui alikuwa ameiachilia juu yako. Kila roho ya aibu, kila roho ya aibu, kila roho ya aibu, roho ya aibu ambayo ilikuwa inafuatilia maisha yako, ilikuwa inafuatilia mienendo yako, inasubiri tu ufanikiwe kwa namna fulani hivi, halafu ije ikuaibishe. Kataa kwa damu ya Yesu, kataa kwa damu ya Yesu, kataa kwa damu ya Yesu. Roho ya aibu iliyowaibisha wazazi wako kwenye ndoa, roho ya aibu iliyowaibisha wajomba zako kwenye maendeleo, roho ya aibu iliyowaibisha kaka zako kwenye ndoa, wadogo zako, watu wa nyumbani mwako, kataa, kataa, kataa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Kila roho ya aibu iliyowaibisha watu wa nyumbani mwangu, ninaikataa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Zile roho za aibu za kuzaa kabla hujaingia kwenye ndoa, yaani unakuwa na mtoto kabla ya ndoa, unaingia kwenye ndoa unakuwa na mtoto, hiyo aibu ikatae. Kataa binti, kataa kaka, kataa karoda bashanda laba. Mama mwenye watoto, ombea watoto wako, kataa hiyo aibu, kataa hiyo aibu katika jina la Yesu. Sema kabisa, ninakataa aibu ya mabinti zangu kuzalia nyumbani, ninakataa aibu ya watoto wangu wa kiume kuzalisha mabinti wakiwa hapa nyumbani kwa damu ya mwana kondoo. Kataa, kataa. Hiyo ni roho, hii ndio roho inayotafuna kizazi hiki. Binti ana umri mdogo, miaka 17, tayari ana mtoto. Kwa nini usishughulike nayo? Maridaro shandalaba katalaba rakaramandeleko zalaba yakarabarabaraba. Unamuona Samueli anapelekwa madhabahuni kabla hajatungwa mimba kwenye tumbo la Hana. Anamuweka madhabahuni ya kwamba Bwana, ukinipa mtoto wa kiume atakuwa mtumishi wako kwenye hii madhabahu. Na wewe Mungu amekupa watoto wa kike na wa kiume. Kwa nini usitangaze? Kwa nini usiamuru? Kwa nini usiombe ya kwamba watoto wangu hawataniingiza kwenye aibu? Watoto wako wa kike wasikuingize kwenye aibu, watoto wako wa kiume wasikuingize kwenye aibu. Aibu ya kufumaniwa rika na mashandalaba kwenye zinaa, ikatae, ikatae. Maridobo shandalaba
Yakarada barade shandarada baraba yakaraba baba 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 rwande rekoriante lebada yantere bakatara baraba yantaraga de shandele bagada. Kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu, kila roho ya aibu haribika kwa jina la Yesu, 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 haribika kwa jina la Yesu. Tunaharibu kila roho ya aibu ambayo iliwafezeesha wazazi wetu, ambayo iliwafezeesha wazazi wetu. Maana tumeona kwa Yeremia anasema kwamba lakini kitu cha aibu kimekula mazao, kimekula matokeo walioyatengeneza wazazi wetu. Baba, katika jina la Yesu, kila jitihada walizozifanya wazazi wetu zikaharibiwa, wakaishi kwenye aibu, wakaishi kwenye fezea, lakini kumbuko ya kwamba Kristo aliaibishwa ili sisi tuheshimiwe. Kristo alifedheheshwa ili sisi tuheshimiwe. Kwa damu ya mwana kondoo na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, tunaamuru kila roho ya aibu isemeshe hiyo roho ya aibu. Shindana na hiyo roho ya aibu kutoka kwenye familia yako. Shindana na hiyo roho ya kifamilia ambayo inakufuatilia kila itwapo leo. Rianda boroko riantala badaba yakarabadaba riandele katalaba yakarabadaba riandele kata yakarababababababa riandele kuzaradabadaba. Baba, kila roho ya aibu, maana umesema kwamba sisi tumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Baba, tumejua kuna roho za kifamilia ambazo zinatusubiri. Tunaelewa wazazi wetu walitambika kwenye miungu. Tunaelewa wazazi wetu walikaa makaburini, wengine walioga makaburini, wengine walichanjwa chale makaburini, wengine walioga njia panda, wengine walikunywa damu za ng'ombe, damu za kuku, damu za, wakachukua maroho fulani wakayaachilia kwenye kizazi. Ndio maana yanatuwinda kila itwapo leo. Baba, haya maroho, maana umesema akae ndani yako hata aibishwa tena, nasi tumeamua kukaa ndani yako. Tunatangaza katika jina la Yesu, kila roho fatilizi ambayo inasubiri ije kutuaibisha. Yamkini tumeingia kwenye ndoa ili tuaibishe, au tumepata kazi ili tuaibishe, au tumeingia kwenye jambo fulani ili tuaibishe. Baba, tunakataa ewe roho ya kifamilia, ukoo wa mama yangu, upande wa baba yangu, ninakuharibu kwa damu ya Yesu. Haribika kwa damu ya Yesu, haribika kwa damu ya Yesu, haribika kwa damu ya Yesu. Maana imeandikwa ya kwamba Bwana ataiviringisha aibu hiyo. Na mimi ninatangaza kwa jina la Yesu, kila aibu iliyokuwa imekusanywa ndani ya mwezi huu wa 12 iweze kuja juu ya maisha yangu, ninaiharibu katika jina la Yesu. Maana umesema kwamba utaiharibu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na haribu kila kazi. Umeweka nguvu katika maneno ya kinywa changu. Ninapoomba na huyu mama anayeharibu hiyo kazi ya shetani kinyume na maisha yake, ninapoomba na huyu dada harakatu radabarabaraba raketeremanda radishadadaba yakeremando robosidarabadaba rekaramandele katuzele barabaraba yananana makariandele bosadadaba yandele makarabaraba yarababababababa. Kila roho ya aibu kwenye maisha yangu, kila roho ya aibu kwenye maisha yetu, haribika kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu. Riandu makanusagada riakakabaragaduza riakenema katuzaraba yakaramandele kozalaba yakarababababa yanda rakataba yakanama randele makaramandeleba rakaramandeleba shandalaba. Bwana Yesu, umeyafunua haya ili kusudi kila kazi ya ibilisi tuweze kuiharibu, tuweze kuiondoa. Rikaraba shanda matarabagadaraba riagadaragadaragadaraba regedegedegederemanda rakarabagadaraba yakarabagadarama yandalababababa yagadaragadarabadia
Yakarabababababa randele makatala barabaraba yandele makatura barabaraba yakarabababababa yandele makarianda la bagada rekaramandele bosagadagada rekarabababababa yakaramandele kosa yantereba katala baraba rakarabarabara mashandalaba rakatala mandele katalama rakatala mandele kasalaba rakatala mandele katalaba yandaraba baba 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 karababa shakatalama karamama shakata karaba shakatalaba rakatalamande karababa baba yandere kosalaba rakatalamande karababa baba yantaraba katalama rakatalamande yakarabarabaraba rakatalamande yandele bakata yakarabaraba rado shandalaba yakarabaraba rodo sekete robo kotalaba rande ketelema rakatalaba yakarabarabaraba karababababa rakaramande karabarabaraba rakatalamande. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 7 anasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kila roho ninazipinga kwenye maisha yangu, roho fatilizi ninazipinga kwenye maisha yako, roho zilizokuwa zinakufuatilia ili zikuaibishe mama, ili zikuaibishe dada, ninazipinga kwa jina la Yesu, ninazipinga kwa damu ya Yesu. Ninapinga kila roho fatilizi ambazo ziliwapata baba zako wadogo, ziliwapata baba zako wakubwa, ziliwapata wajomba zako, ziliwapata mababu zako, na wewe zimekuwa zikikunyemelea. Haribika kwa jina la Yesu. Na ing'oa hilo pando, maana imeandikwa, pando asilolipanda Baba wa mbinguni sharti ling'olewe. Mungu hapandi pando la aibu. Mungu hapandi pando la aibu. Kila pando la aibu lililopandwa ili mwezi huu wa 12 liweze kuonekana, pando la kuaibishwa, pando la kuaibishwa, hautaaibika tena. Ninakutangazia katika jina la Yesu ya kwamba dada, baba, hautaaibishwa tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Chochote kilichokuwa kimekusudia kukuaibisha kwenye maisha yako, kiharibiwe kwa damu ya Yesu, kiharibiwe kwa damu ya Yesu. Ratina makariande mashagadagada rakana mama rakarabarabarabarabaraba yanterere baba rakana mashandalaba. Natamani nikushike mkono tuombe pamoja mahala ulipo. Natamani nikushike kabisa mkono ili tushindane na hizi roho za kifamilia. Ukimwona mtu ameanguka kwenye dhambi, sio kwamba amependa, ni maroho ya kifamilia yanamrudisha chini. Mashaka tarabarabaraba. Ukimwona mtu amejinyonga, ni maroho ya aibu yamemuingia. Ukimwona mtu anajirusha kwenye jengo ili afe tu, ni maroho ya aibu yamemuingia na kumpa maamuzi ya kujiua. Kwa nini usishughulike nayo? Manda roka, yamkini hayajakupata, yamkini hayajatokea. Huu ndio wakati wa kujenga moto, huu ndio wakati wa kuweka ukuta, huu ndio wakati wa kuweka mpaka, ya kwamba hayatakupata, ya kwamba hayatakusogelea, ya kwamba hayataingia kwako, ya kwamba hayatakuja. Neno la Mungu linasema, mpingeni shetani naye atawakimbia. Ninakupinga kwenye maisha ya huyu baba Mariantura baraba. Haijalishi ni namna gani, haijarishi ni namna gani. Karoda bashandalaba rakana masandalaba raketelebaro shandalaba. Ongeza tena hapo kwenye chumba chako, randa bashandalaba. Natamani ni kushika hata mkono, nitembee na wewe kwenye hiko chumba chako. Radi bayanda rabarakana ma rada bashandalaba. Unaelewa, silaha zetu haziko katika mwili, bali katika ulimwengu wa roho. Kule kwenye ulimwengu wa roho tunashindana na kila mapepo mabaya
mabaya yando shandalaba. Hayo mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho lazima yapigwe, 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 yapigwe. Maroho machafu kwenye ulimwengu wa roho mandu rianda raba rakaramandele katalaba rakaramandele katalaba. Je, neno lako Bwana si kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Ninavunja kila roho ya kipepo ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kumwaibisha huyu baba kazini, ya kumwaibisha huyu mama kazini, ya kumwaibisha huyu binti kwenye masomo yake, ya kumwaibisha huyu kijana na huduma yake. Maruda mashandarabaraba rakana mashandalaba. Watumishi wa Mungu mnaoomba maombi haya, omba kinyume na roho ya aibu. Ninamfahamu mtumishi mmoja kule Nigeria, alikuwa amefikisha miaka 60. Enzi za kina Ayo Babarora alifikisha miaka 60 ya huduma akiwa anataka kusherekea. Roho za aibu rika na mashandaraba, ndo siku aliyofumaniwa na mke wake ofisini akizini na binti wake. Rika na mashandaraba gadaraba, binti wa miaka 18 akiwa na zini naye, akiwa anasherekea miaka 60 ya huduma, miaka ya zamani sana. Yule baba alitoka na kwenda kujiua pale pale. Kwa nini? Ni aibu miaka 60 na kuja kufumaniwa hivi. Rika na mashanda la baraba. Mtumishi wa Mungu, hakikisha unaomba hayo maroho ya aibu ujitenge nayo. Mande rekaraba ya karamandele kata rikaraba yandele masudaba ya karababababa rakaramandelema. Imeandikwa, mpingeni shetani naye atawakimbia. Shetani sio wa kubembeleza. Huyo sio mtoto wako, huyo sio shangazi yako, huyo sio anti yako, huyo sio bibi yako. Mpinge, 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 mpinge. Mimi hata kama ni bibi akija kwenye ulimwengu wa roho kiasalasala, na mfyatua napita naye. Mashadele kana maranda mariekele mandaraba katalaba. Kwenye anga langu sihitaji kuona kinyamkela chochote kinachonyemelea nyemelea, sijui kuingiza hali ya mawazo ya uovu ndani yake. Yandarabaraba yandele katalabarabaraba ya karabalaba. Hebu shughulika na kila nguvu kwenye anga lako, anga lako. Ninazungumzia kwenye teritori yako, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye anga lako la utawala. Kila roho yoyote ambayo imekuwa ikikufuatilia, mashandaba rakele mandaraba rikarabababa ya rakaramandele katalabaraba. Washa moto, washa moto, maana Mungu wetu ni moto ulao. Rerebo shandarabakata ya karabarabaraba rakaramandele katalaba rakana mandele kosa. Mama yangu ulipo, acha kuomba kana kwamba umefika. Baba yangu ulipo, acha kuomba kana kwamba umefika. Kijana wewe, ndo sasa sitaki hata kukuhamasisha. Maisha yako yanahitaji maombi. Rinda mashandele katalaba rekarabarabarianda rida bababariantele kapa rakana mashanda la barabaraba. Shindana na yoroda ndira katalaba yandele koriantala bababababa. Kitu cha aibu kimekula matunda. Kitu cha aibu kinasubiri kikuaibishe. Umeanza mwaka vizuri, hapa shetani anakuwinda ili akuaibishe. Mando roko zandalaba rakana masukapa rekatalade shandalaba rekana mama marianta maria kuzala baba baba karagadagadarabaraba rakatalamande yakatalabadia yatarababababababa. Weka ustaarabu pembeni. Mashadarabalaba. Kama unaweza ukaomba hapo chumbani kwako, kama uko na mme wako, shikana mikono, shikana mikono, anza kuomba. Kataeni roho ya aibu. Mashakatalaba. Kama uko na mme wako, shikana mikono. Kama mko familia, shikaneni mikono. Kataeni roho ya aibu. Mnasema kabisa kwamba hatutapita kwenye aibu walipopita wengine, hatutapita sisi. Baba, tunakataa na washika rohoni, na shuka kwenye vyumba vyao. Yamkini
rimandoro korianta laba rakana mashanda laba yankana mariandele korianta laba rakarabarabarabarabaraba. Shikana mikono, omba rina mashanda laba. Dada, usiombe kana kwamba umefika. Mama, usiombe kana kwamba umefika. Yando robo shanda laba. Weka sauti kubwa tu. Kama umeunganisha na bufa, umeunganisha na redio, ongeza sauti. Hakikisha unaomba. Mandele koria rakarama shanda laba riakana makarianda laba rakarabarabaraba. Roho ya aibu na kushukia juu ya binti huyu. Roho ya aibu na kushukia juu ya dada huyu. Roho ya aibu na kushukia juu ya mama huyu. Na kutawanya, na kutawanya, na kutawanya. Ninakutawanya roho ya aibu. Na kutawanya, na kutawanya. Na kuharibu, na kuharibu, na kuharibu. Na kuharibu, na kuharibu, na kuharibu. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kazi zote za muovu. Kila kazi ya aibu juu yako ninakutangazia popote pale ulipo, ipigwe na iachie maisha yako. Aibu ya kutokuolewa ninakufutia binti, mashanda laba katalaba. Aibu ya kutokuolewa binti, maraka na mashanda laba. Ndani ya siku zilizo baki kumaliza mwaka, Bwana na kama aliumba mbingu kwa siku 6, hawezi akashindwa kufanya jambo ndani ya siku zilizobaki kumaliza mwaka huu. Binti, ninakuombea wewe ambaye una aibu ya kuolewa, umefika mahali umekata tamaa, unasema kwamba sasa muda wako umepita, umri wako umepita, muda wako umepita. Rikanama rakatalamandele katalaba rakarabababababababa rakaramandele koshandalaba rakaramarakatalabarababa rakarababababababa riadina makariandele katalababa yakarababababababa rakarababababababa rekeremandele marindalababa yakarabababababa rindaramakaраbaraba. Kataa kiraibu rina mashandalabaraba randaraba katalabalabalaba. Kila mmoja na kuombea mahala ulipo na familia yako. Rikana mashandalaba rekarabarabarabarabaraba. Washa moto, washa moto, washa moto. Washa moto kwenye sebule yako, washa moto kwenye chumba chako. Ninauona uwepo wa Roho Mtakatifu. Rina mashandalabaraba. Unajua Mungu wetu hana mipaka. Ni wewe tu unayeombaga kwa mazoea. Unasema kwamba sini YouTube, sini Facebook. Rika na mashandele kabaragadaba. Lakini Mungu tunayemtumikia ni Mungu aliyetuamini. Mande rekarabaraba. Kwenye sebule yako na achilia moto aweze kuvunja hizo roho za aibu ambazo zimetumwa. Rinda maka karabarabaraba rakarama shandalaba kata rakana mama rakata lamande marakaramande. Kataa kila maroho ya aibu, kataa kila maroho ya aibu kwenye familia yako, yakatae rakanama shandalaba rakarabagado shagada rekarama mama rakarabababababa rakanama shandalaba. Zama tena, uwashe moto, maana Mungu wetu ni moto ulao. Moto ukiwaka unateketeza kila kitu. Moto ukiwaka unateketeza kila kitu. Mandele kariandalaba rekarama mariandele baraba rekaramandele kuza yakana makariada badabadaba yakarama rakaramandele kada. Maroho ya aibu yanayosubiri tu olewe ya kuaibisha kwenye ndoa. Mashagada barabara. Roho Mtakatifu ananiambia niombe na mabinti ambao wamekata tamaa ya kuolewa. Nataka nikwambie kwamba hiyo aibu Bwana anaiviringisha, Bwana anaiondoa kwenye maisha yako. Kama kuna binti huko hapa, ninakutangazia Bwana iondoe hiyo aibu juu yako. Unajiona kwamba umri umeenda, ya kwamba huwezi ukaolewa. Hiyo aibu iondoke,
hiyo aibu iondoke. Mungu aliyemfutia Sara aibu, Mungu aliyemfutia Sara aibu, Mungu aliyemfutia Sara aibu aingie juu yako katika jina la Yesu. Rakana mashandala baraba, rakana mayandele bakata, rakarabaraba shandalaba, rakarabaraba riandeleka, rakaramandeleko zandalaba, rakana mashandalaba. Luka sura ya kwanza ule mstari wa 25. Rikana mashendele baraba, rakarabarabaraba, yakarabarabarabarianda, yakana mama rikarabarabarabarabaraba. Anasema kwamba hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile, aliniondolea aibu yangu katika jina la Yesu Kristo aliye. Ninatamka Bwana ondoe aibu juu yako. Ninatamka Bwana ondoe aibu juu yako. Aibu ya magonjwa, aibu ya magonjwa, aibu ya kukataliwa, aibu ya kutengwa, aibu ya kuzomewa, aibu ya kutokupendwa. Animasha yandere baba shandalaba yakarabababababa yakataramandele koza rakaradabaraba yekeremandarabakata yarabababababa. Kila roho ya aibu kwenye maisha yetu tunazikataa kwa jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Tunakataa kwa jina la Yesu. Haribika kwa jina la Yesu. Washa moto tena, washa moto tena. Araba yandala baraba yakarabababababa rakaramandele kata rakaramandele katalaba rokoriandala balabalaba. Wewe uliyekuna andika, tunaanza na jambo la kwanza kuomba. Rakarabariande mashakatalamande karamandele kozakata. Kila roho ya aibu inayotaka umalize vibaya, shughulika nayo. Hilo ilikuwa ni jambo la kwanza. Shughulika nayo hiyo roho ya kwamba inataka umalize vibaya, inataka umalize vibaya, inataka umalize vibaya. Umalize vibaya kwenye pensheni zako za uzeeni, umalize vibaya. Ulakana mashandalaba. Shughulika na hiyo ajenda, hautamaliza vibaya. Tunakataa kumaliza vibaya, tunakataa kumaliza vibaya, tunakataa kumaliza kwa aibu, tunakataa kumaliza kwa aibu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Arorobo shandalaba yarabarabaraba riandalabababababa kata riakana mashandalaba rakarabariandeleba rakaramandele katalaba rakaramandele kozalaba yakarabarabaraba rakaramandele katalabalaba. Jambo la pili tulisema hii roho inashughulika kula kila matokeo. Rakaramashandalaba rakatalamande karamarobo sakata rakatalamande karabarabaraba. Kila roho ya aibu ambayo inayavizia matokeo tunayoyatafuta kwenye huduma, kwenye biashara, hiyo roho iharibiwe, hiyo roho iharibiwe, hiyo roho iharibiwe. Mandura mandaraka rebaba bariakanama rabababa shandala barabaraba rakarabarabaraba rakanamandele katalaba rakarabarabaraba. Ni wewe Bwana uliyesema kwamba sitaaibishwa tena, matokeo yangu hayataaibishwa. Riandele moshandalaba riamama kurianteleba yakaragadabaraba yantele mariandala kata yakarabarabaraba yakarabarabaraba. Omba hilo ombi la pili tena. Zana mashandalaba. Roho inayoyawinda matunda unayoyakusanya, roho inayowinda pesa zako. Kuna roho zinawinda tu pesa, kila pesa ukiipata inaishia kwenye matatizo. Rakaradeba shandalaba yekele mandalabarabaraba rakaramandeleba chola mpaka rakaramashandalaba rakanamashandalaba. Just pray, just pray. Open your mouth, pray. Yakanimandu sanda rakaramashandalaba yakarabare shandalaba. Fungua kinywa chako, omba, usijihurumie mahala ulipo. Fungua kinywa chako, omba. Mashandalabadaba. Hata mimi ninachiombea, mimi kama mtumishi wako Bwana, ninakataa kila roho ya aibu
inayotafuta matunda yangu ili niaibishe tena. Ninakataa kuaibika tena, sitaaibishwa tena. Mahala uliponiaibisha yatosha. Kama uliniaibisha kwa kujua au kwa kuto kujua, ninaweka mpaka katika jina la Yesu. Haya na mama yala baba yandele baba karaba yororo boriandalaba radere baba yakana maradaba yakara baba yandele kabaragada yakere mariando robo sandala badaba yakara baba rakaninda baradaba yakarado shandalaba haya na makaradaba yakaraba baba. Shughulika tena mama ya dada bariandele kosaba ya kerere babariandaraba ya kana mama mariandaraba robo bobo shandaraba baba rada dadi ya gada baba ridado shandele katala baba. Baba, watoto wako tumeamua na tumezamiria kama unavyosema kwenye neno lako kwenye kitabu kile cha Ayubu sura ya 28 na ule mstari wa 22, ya kwamba utakusudia neno nalo litadhibitika, na mwanga wa Bwana utaziangazia njia zake. Baba, tumekusudia kutoka kwenye kila roho za kuaibishwa, roho zilizokaa kwenye familia zetu, zilizowaataki wazazi wetu, tunazikataa kwenye maisha yetu, tunaziharibu kwenye maisha yetu, tunaziharibu kwenye ndoa zetu, tunaziharibu kwenye uzao wetu. Ninatamani uombee watoto wako mandele kazulaba rakana mashandalaba, ya kwamba watoto wako hawataaibishwa, ya kwamba watoto wako hawatafezeeshwa, ya kwamba watoto wako hawataaibishwa. Kila roho ya aibu inayotafuna uzao haitafanikiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Riando lobo shakatalama galagadala barabara katalama rakaramandele katalabaraba hiyanana makariando robo sida riakarababababababa rakaramandele koshandalaba rakarababababababa kakaramandele katalamande rakatalamandele katalaba karabarabaraba. Hii roho ya mkini ilikuwa imekupata, hii roho kukufedhesha, kujichukia na kukufanya uone maamuzi magumu. Ninatangaza katika jina la Yesu ya kwamba kila roho ya aibu ya kukufedhesha ili ufanye maamuzi mabaya, yamkini ulikuwa umeanza kujichukia ndani yako, ikatae hiyo hali. Yamkini kuna mambo fulani yalitokea yakakupelekea kujichukia tu wewe kama wewe, kujichukia wewe kama wewe. Kataa hiyo hali, kataa. Sema sitajichukia katika jina la Yesu. Mimi ni mwana wa Mungu, Kristo anakaa ndani yangu. Hiyo roho ikatae kabisa, kataa. Kila roho ya kujichukia wewe kama wewe, kila roho ya kujichukia wewe kama wewe. Unashangaa tu unajichukia, haujipendi, haujijali. Muda mwingine unajiwazia vibaya, na wakati neno la Mungu linasema anakuwazia mawazo yaliyo mazuri. Kataa hiyo hali, kataa. Kataa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Riani makata riando robo korianta robo ria katalaba riababababa kantele korianta maria katuzaradaba ya kererebo shandalaba ria karama katalababa ria koriantaramagada robo riantaragadagada ya kanama katuzanta riantarabagada ria makana mama ho katia gada horia mantaraba riababababa rema mamaka riantaraba riakatelegadu zagadagada rakatarabagada supa yanteregadu seketelema yantere kuriantarabadaba yakarabababababa. Kila roho iliyokuwa imeingia ikawa inaingiza hali ya kujichukia ndani yako, ninaichomoa hapo ulipo kwa damu ya Yesu. Hiyo roho ya kujichukia
katika jina la Yesu. Rama kana mashandalaba, ramo shandele bakata, riama katalaba, riana makatalaba, riandele bakata, riandala bakata, riandele kuzaba, yakarabababababa. Kama umejazwa Roho Mtakatifu, hebu nena kwa lugha tena, nena kwa lugha, nena kwa lugha, maana anenaye kwa lugha anazungumza mambo ya siri na Mungu. Nena kwa lugha tena, nena kwa lugha. Mandu sadaba, mandu rakada, rakadaraba. Ninakuombea katika jina la Yesu, kila roho ya kujichukia ndani yako iondoke katika jina la Yesu, iondoke katika jina la Yesu, ikuachie hapo ulipo. Roho ya kujichukia, unanisikia sauti hii? Hii ni sauti ya mamlaka. Achia moyo wa binti huyu, achia moyo wa mama huyu, achia moyo wa kijana huyu, achia moyo wa kaka huyu, wa baba huyu. Mwachia asijichukie kwa damu ya Yesu. Kila roho ya kujichukia na kujikatia tamaa mpaka umekuwa ukiwaza kujizuru, ninakutangazia kwa damu ya Yesu, haribika wewe roho. Achia maisha yake, achia afya yake. Umemsababishia mpaka ugonjwa kwenye moyo wake, amekuwa na presha. Haribika wewe roho, haribika wewe roho kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Haribika kila roho, haribika kila roho, haribika kila roho. Riantu baragada, riantu baragada, Maria kanama, rakatalama, rakatalama, rakatalaba. Kataa kila roho ya kujichukia. Masuda labalaba, rakarama katalama, rakele mandalaba, yakarababababa, yakaramandele kata, robo shandalaba. Sitajichukia, nitajipenda na kujijali kama alivyonipenda Kristo akautoa uhai wake kwa ajili yangu, ndivyo nitakavyojipenda. Maana mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kristo anakaa ndani yangu, na uhai nilionao ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Si mimi ninayeishi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Nitajichukiaje wakati Kristo anaishi ndani yangu? Wakati Kristo anaishi ndani yangu, wakati Kristo anaishi ndani yangu, si mimi tena ninayeishi, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilionao kwa ajili yake yeye. Ninakataa kujichukia. Kristo anakaa ndani yangu katika jina la Yesu. Maana imeandikwa, mtu akilishika neno lako na kudumu katika hilo neno, wewe na Baba mnafanya makao. Mwili wangu ni nyumba yako, siwezi nikajichukia. Ninakataa hii roho ya kujichukia. Kumbe ni uongo wa shetani. Amekudanganya ya kwamba wewe ni mbaya, ya kwamba wewe haupendwi, ya kwamba wewe hausaminiwi. Kwa jina la Yesu, amekudanganya shetani. Ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba kila uharibifu juu yako, roho ya kujichukia, iondoke kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Unganisha na ombi la 4. Kila nguvu ya roho ya giza zinazokuja kutenganisha watu sahihi kwa ajili ya maisha yako, maana tunahitaji watu sahihi. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninamwombea kila mtu, Bwana, ambaye umempa watu sahihi ambao kulingana na majira yake. Ninaomba kwa jina la Yesu, kila maroho yaliyokuwa yanamtenga na watu sahihi, kila wanapokuja haya maroho yanamtenga nao. Wachumba wanakuja, wanaondolewa na haya maroho. Rakana mashandalaba, rakarabarabaraba, rakarabarabaraba. Yamkini mwanaume unatamani kuoa, kila binti ukimuona, haya maroho ya kukutenga na mwanamke sahihi yanaleta ugomvi, mnaishia njiani. Yamkini binti unatamani kuolewa, omba ombi hili tena, ya kwamba kila maroho ya kunitenganisha na watu sahihi ninayafukuza kwenye maisha yangu. Achilia maisha yangu maroho ya kunitenga na watu sahihi, haribika kwa jina la Yesu. Waachieni watu sahihi ambao mnajua kwamba watanisemea vizuri miaka 2 mbele, ambao mnajua kwamba watanitaja mbele ya wakuu kama ilivyokuwa kwa Yusufu. Ninawaondoa na waondosha. Ondokeni enyi maroho ya aibu, maroho ya aibu mnaonitenga na watu sahihi. Shughulika na hiyo nguvu, shughulika na hiyo nguvu, shughulika na hiyo nguvu. Karaba katalabalaba. Kila roho inayokutenga na watu sahihi
Karamashandalaba. Watu wanaahidi kabisa, binti, tutakusaidia upate kazi, lakini kazi hiyo wanakwambia tupe ngono ili tukuajiri. Kataa hayo maroho katika jina la Yesu. Au wanakwambia anapopanga kukusaidia, unashangaa tu amebadilika ghafla, anakukimbia. Hiyo ni roho ya kukataliwa na watu sahihi. Jitenge nayo. Sio kwamba umerogwa, ni hayo maroho. Baba, tunajitenga kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Imeandikwa sisi tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunatangaza ushindi zidi ya kila spiriti za kipepo zinazotutenganisha na watu sahihi. Tumemuona Rutu alipojitenga na Ibrahimu, ndipo umaskini ulipomvaa katika jina la Yesu. Tunamuona Samsoni alipoingia kwa mtu asiye sahihi ambaye anaitwa Delila, ndipo na uwezo wa kukaa na uwepo wako ulipoishia pale. Nasi tunajitenga na kila roho chafu zinazotutenga na watu sahihi, zinazotuondolea watu sahihi, zinazotuharibia watu sahihi kwa jina la Yesu. Riandura makarianda labakata yakarababababarianta yakarababababarianda yakarabaniandorobo sandalabaraba rakaramandele katalaba. Najitenga, tunajitenga. Mimi na watumishi wa Mungu ninamwombea kila mmoja ya kwamba unajitenga kwenye hayo maroho yaliyokuwa yanakutenganisha na watu sahihi, yaondolewe juu yako, yaondolewe juu yako kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Hayo maroho yaliyokuwa yanatangulia kwenye kazi, kabla hujaanza kazi inaharibika katika jina la Yesu. Yaharibiwa hayo maroho kwa damu ya Yesu. Riama katuba riandarabababa shandalaba riakatarabadabadabadaba rokoriantalabadabadaba yakaramando roboriankanama rakatarabadabadaba roboriantelegadagadarabada. Haribika maroho ya kifamilia yanayowatenga watu na watu sahihi. Kila watu sahihi wakija wanakutana na mambo ya ajabu. Ninawaondoa karima sakata. Kama hayo maroho huwa yanapenda kuzalisha tabia kaya mandele kata. Unashangaa tabia fulani tu imeinuka, rina mashandalaba. Kwani wewe hujawahi kuambiwa kwamba hivi ni wewe huyu au mwingine? Mbona sikuamini kama unaweza ukafanya hivi? Ukiambiwa hivyo, jua kuna roho ya aibu imevaa na imeingia. Marakata labari andorobo shandaragadagada iyararabababa yakada rokotele mandalada yakarabababa shanda rakadiado shandalaba. Tunajitenga na kila maroho yanayowatoa watu sahihi kwenye maisha yetu, Hayo maroho yaharibiwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Maroho yote ya aibu, maroho ya kuondoa watu sahihi juu ya maisha yetu, juu ya kazi zetu, juu ya biashara zetu, juu ya huduma zetu, tunatangaza katika jina la Yesu. Karama shandalaba rakana mashandalaba rakarabarabaraba yakarabarabaraba riandele katalabaraba yakarabarabaraba ramashandalaba rakana mashandalaba robo shandele kapa rakaramandeleka yoko ramadadia roko robo shakata rakatalaba. Haribu roho ya kukataliwa, mwana wa Mungu. Yeremia sura ya 1 na ule mstari wa 9 na wa 10. Maruda shekete riando robo shanda makaraba gadaraba. Neno la Bwana linasema, ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa katika kinywa changu, karida bashagada. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Mandereko shandalaba. Neno la Bwana unalo, mtu wa Mungu,
Nilikwambia hapo mwanzoni kwamba Mungu anapotaka kufanya jambo juu ya maisha ya mtu lazima kufunulie hili jambo ni serious kwenye maisha yako. Mandele katalabaraba, ule mstari wa 10 anasema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa, kubomoa na kuharibu na kujenga, ili kuangamiza na kujenga na kupanda. Hebu bomoa kila kazi ya ibilisi, maroho yanayokutenga na watu sahihi, ya bomoe bomoe, ya bomoe bomoe. Kuna roho zingine zimefanya majengo kwenye maisha yenu. Rakana mashandalaba, rokoriandalaba kata. Linapotoka hili linaingia hili, linapoisha hili linaingia hili. Rakana mashandalaba, maroho yamefanya makao. Kila ukifanya hiki, aibu inainuka. Kila ukitaka hili, aibu inainuka. Acha yapigwe kwa jina la Yesu. Maana Bwana ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na kazi za ibilisi. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa ili kung'oa rikarabaraba kila kazi ya ufalme wa giza inayooperate roho ya kukataliwa na watu sahihi, ya kukimbiwa na watu sahihi. Ninaiharibu kwa jina la Yesu. Hata kama ilikuwa imejijenga huko rohoni, ninaiharibu kwa jina la Yesu. Hata kama ilikuwa imejijenga huko rohoni, ninaiharibu kwa jina la Yesu. Haijalishi imekaa muda gani, haijalishi imekaa muda gani, haijalishi imekaaje, haijalishi imetengeneza ngome. Ninajua silaha zangu zina nguvu katika Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mashandele korianta rakarabababababa rakaramarakatalamande karababababa shanda rakaramandele koza rakaradebo shanda rakaradabababababa rande karado shadaba yakele mandu zakata mantere guza gadiga dabagada magadere kotarada baba yando robo shanda la barabaraba riamama mama kariandele katala baraba robo koriante le barabaraba. Haribika wewe roho uliyekuwa umejijenga, umefanya makao kwenye ulimwengu wa roho ili kusudi tu kila mtu sahihi anapotokea unamuharibu. Ninakuharibu wewe, ninakuharibu wewe. Kama neno la Mungu linavyosema, Kristo alikuja ili tuwe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa maana jinsi hii Kristo alizihirishwa ili azivunje kazi za yule mwovu. Kila kazi ya mwovu iliyokuwa inakutenga na watu sahihi iharibiwe, 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 iharibiwe kwa jina la Yesu. Kila kazi ya ibilisi, kila kazi ya ibilisi iliyokuwa inakutenga na watu sahihi, iliyokuwa inakutenga na watu sahihi, iharibiwe kwa jina la Yesu. Iharibiwe kwa jina la Yesu. Sema iharibiwe kwa jina la Yesu. Sema tena iharibiwe. Kila kazi ya shetani iharibiwe. Maana Kristo alizihirishwa kwa kusudi hili ili apate kuzivunja kazi zote za ibilisi. Iharibiwe hiyo kazi. Omba tena, kila kazi ya ibilisi iliyokuwa inanitenga na watu sahihi iharibiwe katika jina la Yesu. Iharibiwe katika jina la Yesu. Riakatalamandele kata robo koriantala baraba yakarabarabaraba rokoriantalaba yakaramandele kuza yakarabarabarada rododobo koriantala baraba yakarabarabaraba yantere makarabaraba yakatalamande yakarabarabaraba rokosakatalama rakatalamande 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 mashadalabaraba rakaramandeleka yakatalamande rakatalamande karabarabaraba. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alizihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kila kazi ya ibilisi ya kututenga na watu sahihi, ya kututenga na watu sahihi, ya kututenga na watu sahihi, haribika kwa jina la Yesu. Haribika kwa jina la Yesu. Watu ambao wanaweza wakayabeba maono na kuyapeleka mbele kwa fedha zao, watu ambao wanaweza wakakutaja na kukupeleka mbele, arida bashandalaba, hiyo kazi ya ibilisi haribiwe. Hiyo kazi ya ibilisi haribiwe.
ambayo imekuwa ikiinuka na kukutenga na watu sahihi kwenye maisha yako, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, kila kazi ya ibilisi haribika kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu, haribika kwa jina la Yesu. Maana Kristo alizilishwa ili apate kuzivunja kazi zote za yule mwovu. Kila kazi ya mwovu iharibiwe, 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 iharibiwe kwa jina la Yesu, iharibiwe kwa jina la Yesu. Karabarabaraba karamandaraba katalama. Kuna mtu nahisi kama kutetemeka hivi. Nataka nikwambie, ndo hiyo roho inaondoka kwenye maisha yako. Unahisi kama kutetemeka, unahisi kama moyo unaenda mbio, rikana mashandalaba. Hiyo ndio inavyoondoka, inaondoka. Hiyo kazi ya ibilisi ndo inaharibiwa kwenye maisha yako. Hayo maroho ndo yanavyoondoka, ndo yanavyoondoka. Mashakataraba. Unahisi kama moyo unaenda mbio, unahisi kama moyo unaenda mbio. Rakarabaraba rakaramashandalaba. Kila maroho yaliyokuwa yanainuka kinyume na watu sahihi, tunayaharibu na tunayaondoa kwa damu ya Yesu, na tunajitenga jumla na haya maroho. Hayatatenda kazi, hayatafanya kazi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Binti, kila maroho yaliyokuwa yanakutenga na mme sahihi, katika jina la Yesu nayaondoa juu yako, nayaondoa juu yako. Kaka unayenisikia, kila maroho yaliyokuwa yanakutenga na mke sahihi nayaondoa juu yako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Na ninatangaza kila biashara iliyokuwa imekosa wateja ianze kupata wateja. Wewe uliyekuwa umekosa kibali, kibali kije juu yako kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ninakutangazia kibali. Haijalishi uko nchi gani, haujalishi uko taifa lipi, haujalishi uko mkoa gani, haujalishi uko tarafa gani. Ninasema kibali cha Bwana kije juu yako. Mashandelekata. Maana Mungu wetu hana mipaka, yeye popote pale yupo. Ninatangaza juu yako, madam sauti hii inasikika kwenye masikio yako, ninatamka kibali. Unapoenda kazini kuwe na kibali, kwenye ndoa yako kuwe na kibali, kwenye kazi yako kuwe na kibali, kwenye eneo lako kuwe na kibali. Na ninatangaza katika jina la Yesu, vazi la aibu halitakaa juu yako. Hautaaibishwa tena, hautaaibishwa tena. Mando robo shandalaba rakaramandeleka yakuzalabadaba yakarabadabadaba zorobo kuriantalaba rikaramandelekuza yakarababababa rakaramashakata rakatalamande robo kuriantalaba yantelekuzalaba yakarababababa rakatalamande robo korianta riande bakata yakarabababa zarikanamande karabashandalaba yakaramandelekuza rakatalamandeleka robo shandalabakata karabarabashanda rakatalamande rakatalamande roko shandalaba roko sokotorobo rakaramandelekata rakatalamandeleba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Luka sura ya 15 na ule mstari wa 22, neno la Mungu linasema kwamba lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Maana yake ameondolewa kila aibu aliyokuwa nayo. Ninatangaza vazi la heshima na ubora na viatu vya utawala vije juu yako katika jina la Yesu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuanzia wasaa huu, kibali na upendeleo viambatane na wewe katika jina la Yesu, viambatane na wewe katika jina la Yesu, viambatane na wewe katika jina la Yesu, kuanzia wakati huu, kwa damu ya Yesu. Baba, asante kwa ajili ya usiku wa leo. Tumeomba watumishi wako
Tunajua kila ombi tuliloliomba Bwana, tumeomba kinyume na kila roho za kifamilia zilizokuwa zinaingia kwa ajili ya kula kila mazao, kila tunachokipata. Baba, ninarudisha utukufu na heshima. Kila ombi tuliloliomba Bwana, Baba, tunajua linaenda kujibiwa katika jina la Yesu. Utukufu na heshima na mamlaka Bwana ni za kwako. Sisi ni akina nani tusinyenyekee tena Bwana? Uliyetupa hii neema tena ya kuomba, tunarudisha utukufu na heshima mbele zako, tukisema kwamba Baba, asante kwa haya yote tuliyoyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe Mungu wetu si kiziwi, wewe unasikia. Umetusikia watoto wako tukiomba. Baba, tunarudisha utukufu na heshima. Tunasema asante kwa ajili ya wakati huu. Heshima na utukufu na mamlaka zote ni za kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mahala ulipo, kwenye chumba chako, kwenye sebule yako, ukiwa na watu wa nyumbani mwako, unaweza ukamshangilia Bwana Yesu kisana. Lakini pia asante kwa kuwepo na kuchagua chaneli hii, kuwepo miongoni mwa watu ambao Mungu amewachagua. Lakini pia kama una sadaka yako ya upendo kwa ajili ya kazi ya Mungu, unaweza ukaitoa ziko hapo kwenye simu yako. Kuna M-Pesa. Na tukutane siku ya kesho. Usiache kuomba unapopata nafasi. Omba, omba, omba. Mungu akubariki. Shalom, shalom. Uwe na wakati mwema. Bye, bye.